Husiana na namna ambavyo jeshi la polisi limeweza kupokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri. Je, hawafahamu kama ni kinyume cha katiba? Kwa nchi yetu ya Tanzania, na hii imekuwa ni kama wanasema ni trend, kwamba tunayo tabia ya kuheshimu zaidi maelekezo ya viongozi wa kisiasa kuliko sheria za ndani ya nchi, hasa katiba ya nchi. Kwa utaratibu wa kisheria na kikatiba, kwa nchi yoyote ile ambayo inaheshimu utaratibu wa kikatiba, katiba ndiyo inayopaswa kuongoza kila kitu. Na ukisoma ibara ya 8 ya katiba inazungumzia mamlaka ya serikali kutoka kwa watu. Watu ndio wanaiamini serikali, wanaipatia ni kama vile wanakasimu, lakini hawamalizi mamlaka yao kwa serikali, kwa ajili ya serikali kuongoza. Ni kama mkataba ambao mnapeana baina ya watu pamoja na serikali. Sasa tumekuwa tukizungumza mara nyingi kuhusiana na namna ambavyo hata katiba yetu tuliyo nayo ilivyotengenezwa. Tukumbuke kwamba katiba yetu ilitengenezwa katika mfumo wa chama kimoja. Na ndio maana ukiisoma unaona namna ambavyo katiba imezungumzia sana mamlaka ya rais, na hili limekuwa ni tatizo kubwa. Ina maana katiba imeweka mamlaka makubwa sana ya rais, na hata pia mamlaka hiyo inafifisha sasa uwezo au mamlaka ya vyombo vingine, ikiwa ni pamoja na bunge, lakini pamoja na mahakama katika kuhoji mamlaka ya rais au vyombo vingine. Tukumbuke kabisa kwamba rais ana chombo cha utendaji kazi ambacho ndio baraza la mawaziri, ndiyo sehemu inaitwa executive. Sasa kwa sababu rais ana mamlaka makubwa, hivyo hata wawakilishi wake wa serikali kwa maana ya mawaziri wamekuwa wakitumia mamlaka hiyo ya kuonesha kwamba nao wakisema kitu inaonekana ni maelekezo, kwa sababu wanateuliwa na rais. Na kwa sababu hiyo hata vyombo ambavyo vimekuwa vinatambulika kama huru kikatiba na kisheria kama jeshi la polisi, kwa sababu ya mamlaka hizo kubwa na ule mtazamo wa kisiasa katika katiba ambao ndio sheria mama, vimekuwa na vyenyewe vikielekea katika mlengo wa kisiasa zaidi, badala ya kusimamia sheria, katiba na ueledi wa utendaji wa kazi. Hivyo sio kwamba hawaelewi katiba wala hawaelewi sheria, lakini ni changamoto kubwa ya mfumo wetu wa kikatiba na sheria ambao umekuwepo wa kukanyaga katiba ya nchi na sheria ambazo zinakuwepo, na hiyo inapelekea kukanyaga hata kwenda kinyume kabisa na misingi ya utawala bora na haki za binadamu katika sheria za kikanda na kimataifa, ambazo katiba ndiyo inachukua pia yale maelekezo kutoka katika sheria hizo za kimataifa, na ambapo tunafahamu tamko la haki za binadamu la 1948 ndilo ambalo linapelekea heshima naona ya haki za binadamu, lakini na utawala bora ambao kimsingi tumeweka kwenye katiba na sheria zetu za nchi. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa la kikatiba kwa ufupi ndani ya nchi hii. Naweza nikasema hivyo kwa swali lako hilo la kwanza. Lakini swali la pili linahusiana na namna hatua gani sasa zaidi ambazo kimsingi nadhani umegusia pia utekelezaji. Sasa nadhani hiyo swali jibu limeelezea pia tena utekelezaji, kwamba wameendelea kujielekeza sasa hawa wakuu wa mamlaka hizi za kipolisi, wameendelea kujielekeza kwenye zile kauli za kisiasa, na hata ukisoma hizi barua zinaelezea kuhusiana na namna ambavyo wanasema pale. Hizi barua ambazo zimetoka tumeona zinasambaa za kukataa mikutano na mikusanyiko. Barua zinasema kwa tamko la serikali, unaona, kwa maelekezo ya serikali, unaona. Sasa maelekezo ya jeshi la polisi yanapaswa yazingatie katiba na sheria na sio maelekezo ya serikali.
maelekezo ya serikali sasa kwa sheria ipi na kwa katiba ipi. Na tumeona tamko limesema hapa la kwetu hili kwamba wakati Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi akizungumza hakusema, hakunukuu ni kipengele gani katika katiba wala katika sheria inamuongoza yeye kuweka ile katazo, ambalo hata basi hivyo vyombo husika vingesema kwamba kutokana na kipengele hichi ambacho kinatupatia sisi mamlaka, basi tunasema hivi. Kwa sababu hakuna kipengele kinachowapatia mamlaka jeshi la polisi kukataa mikutano, ndio maana unaona zile barua hazijasema kwa kipengele gani, zinasema tu kwa tamko la serikali ambalo na lenyewe liko kinyume cha katiba na sheria kama ambavyo tumeelezea. Sasa ni hatua gani kwenye tamko hili tumeelezea hatua ambazo tunaweza tukazichukua. So Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimekuwa kikichukua hatua mbalimbali za kufungua mashauri mahakamani. Lakini ni muhimu kusema kwamba kauli za namna hii ziko kinyume na katiba na ziko kinyume na sheria. Ndio maana ni muhimu kufahamisha umma, lakini pia na kutoa wito kwa serikali. Sasa kuna taratibu nyingine ambazo tunaweza tukazichukua za kisheria kuhakikisha kwamba tunarudi katika kuzingatia sheria na utawala bora na kuzingatia katiba, na hizi zinatokana na pia na nini, na umuhimu sasa wa kuona namna gani ambavyo mahakama itatoa tafsiri na kusema kwamba kauli za namna hii, je, zina msingi wowote wa kisheria, na je wakisema viongozi namna hii bila kusema sheria yote ambayo inawapatia mamlaka, je, ni sahihi kikatiba na kisheria? Kwa hiyo mahakama imekuwa ikitoa tafsiri za namna hiyo na kukataa makatazo ya namna hii, na sio mara ya kwanza kwa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwenda mahakamani kuhoji kauli za namna hii. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kilishawahi kwenda mahakamani. Kuna kauli ilitolewa na aliyekuwa waziri mkuu wa awamu zilizopita, yule ambaye alikuwa anazungumzia kuhusiana na kauli za namna ambavyo wananchi kwamba wataonekana kukaidi mamlaka za vyombo vya dola, kwamba wakionekana kukaidi basi wapigwe, na mimi naona kama wapigwe tu. Naona LHRC ilienda mahakamani katika kutafuta haki ya wananchi na kukataa matumizi haya ya mamlaka ambayo yanakwenda kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Lakini swala la tatu linahusiana na namna ambavyo msajili anasimama katika hii nafasi. Msajili anasajili vyama vya siasa na pia ofisi yake ina regulate utaratibu wa namna vyama vya siasa vinavyotakiwa kufanyaje, kujiongoza. Kwa hiyo sasa pia msajili kwa nchi yetu tumeshaona mara nyingi sana ambavyo pia bahati mbaya sana amekuwa akitumika, na mimi naweza nikasema tu akitumika kisiasa, kwa sababu tumeshuhudia hata hapo nyuma barua kadhaa za kutoka kwa msajili zikiwa zinaelekezwa kwa baadhi ya vyama vya siasa kuhusiana na namna ambavyo wanafanya shughuli zao. Sasa ukweli ni kwamba kutokana na hiyo changamoto ambayo tumekuwa nayo ya kikatiba na kisheria, sina hakika sana kama msajili wa vyama vya siasa anaweza akatia neno hapa, kwa sababu pia msajili wa vyama vya siasa yuko chini ya wizara, sio wizara ya mambo ya ndani ya nchi, lakini yuko chini ya wizara. Sasa kama tayari wameshaongea mawaziri kuhusiana na hii, au waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa utaratibu ambao tumekuwa nao wa kisheria na kikatiba kwa nchi yetu, ambao pia tuna changamoto kubwa, je, unategemea kwamba msajili atasema jambo lolote au naye pia ataingia katika kusema kwamba tunatekeleza kauli za serikali? Sasa labda nikuachie hiyo, ndugu mwandishi. Asante. Miaka ya nyuma kuna kitu kama hicho kutokea tena, ni rais mwenyewe kabisa aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ambaye alikataza mikutano. Kwa tukapinga sana tu mpaka nadhani mahakamani na kwingineko. Kwa hiyo anauliza madhara alikuwaje? Madhara ni kwamba kwanza vyama vya upinzani vilishindwa kufanya kazi, kwa sababu siasa inahitaji kuwakusanyisha watu, inahitaji kukaa na watu, uuze sera zako. Watu kama wanakubali wachukue kadi, kama hawakutaki lakini wamesikiliza tu, usikuona alternative ya wewe na chama tawala na chama ambacho wapo.
Kwa hiyo walishindwa kufanya kazi, matokeo yake vikadhoofishwa sana. Ukaona uchaguzi wa mwaka 2025 jinsi ambavyo ulikuwa kuanzia 24 local government, uchaguzi wa serikali za mtaa, kukawa kuna udhaifu sana wa vyama vya upinzani, kwa kama hivi tunachama, nchi ina chama kimoja. Mwaka 2025 hiyo pia ndo kabisa kama mnaona uchaguzi kwamba wengine walikataa, hasa vyama, baadhi ya vyama vya upinzani vilikataa uchaguzi kwa sababu vilikuwa vimeshadhoofika sana, visingeweza hata kuweka wagombea. Kwa hiyo vikashindwa kuweka wagombea kwa sababu vilikuwa havina wanachama wengi, havina ruzuku, kwa sababu vilikuwa haviwakilishi bungeni. Kwa hiyo udhaifu upinzani ukawa umedhoofishwa sana. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kilitokea, lakini vile vile wananchi waliminywa haki ya kuchagua, ya kusema kwamba mimi nachagua kwa chama hiki, sichagui chama hiki. Na kuna wengine ambao hatuna chama chochote, lakini tunafurahia kuwasikiliza tu, tuwasikilize chama tawala, chama cha upinzani, sababu Watanzania kwa takwimu wengi sana wako kwenye vyama pia. Wengi sana wako kwenye vyama. Kwa hiyo kuna wale pia ambao tunataka waone kuna serikali inachekiwa hasa bungeni. Serikali kuna mtu ambaye anaikosoa baadhi ya vitu. Kwa kama ikiwa kama serikali moja au chama kimoja kiko kule bungeni, maana yake hakuna sauti mbadala. Hakuna mtu ambaye anasema hapa mmekosea, hapa fanyeni hivi, hapa fanyeni hivi, kwa sababu chama ni chocho kimoja. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo changamoto, wananchi kutojadili, kutowakilishwa vizuri kwa njia ya maoni mbadala. Pia ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kitokea. Kwa madhara yalikuwa ni mengi, na mpaka yaliyotokea Oktoba 29 ni madhara haya, kwa sababu asira zinaendelea kujengeka. Matokeo yake watu wanaweza kuenda mtaani wakaharibu mali. Hatuungi kabisa mkono kuharibu mali, lakini hayo ni matokeo ambayo tumeyasababisha kutokana na kuwaminya baadhi ya watu wasiweze kuongea, wasiweze kufanya siasa kwa halali. Tanzania ni nchi ya vyama vingi, na ilikuja kutokana na mabadiliko ya katiba mwaka 91, mwaka 92 ikaingizwa kwenye katiba. Kwa hiyo inatakiwa vyama vyote vifanye kazi, mikutano ya hadhara ifanye. Unajua hili tamko limesema tu ni tamko la shughuli za siasa zisifanyike, lakini kimsingi wanakuwa targeted ni vyama vya upinzani, kwa sababu mikutano kwa mfano vyama tawala bado inaendelea. Unakuta tu wanaendelea, wanasema leo sisi tunazindua mwenge wa uhuru, mwenyekiti wa tawi fulani amezindua mwenge wa uhuru, na wanafanya kabisa mikutano. Kwa hiyo tunaona kwamba sio halali kabisa kuminya haki kwa kuwa target watu fulani, kwa sababu Tanzania ni nchi ya vyama vingi. Tungetamka basi kwamba tulete referendum, tuseme tunarudi chama kimoja, ijulikane moja. Kwa hiyo kama vyama vingi, basi vyama vyote vipewe haki sawa, na hiyo ni haki ya kisiasa na kiraia. Sio kuomba ruhusa kwamba naomba nitaandamana. Alafu hii tumesema mara nyingi sana, lakini mara nyingi mamlaka zinatumia vibaya kuona kama vile wanaomba ruhusa, lakini sio ruhusa, ni kutoa taarifa. Na kutoa taarifa nia na madhumuni ni kwamba kama kuna misafara fulani inapita, polisi wa traffic wawepo barabarani, kwenye ule uwanja kuweka usalama. Yaani unatoa taarifa na ni reasonable time ili waweze kuandaa vikosi vyao, kuweka pale maaskari, kwa sababu kama kuna watu watahitaji huduma ya kwanza, hapa kuna mtu kakanyagwa, polisi yuko pale, hapa kuna mtu ataibiwa au na nini, kama kuna mtu ataita fujo, mtu mwingine anaweza kaita tu fujo kwenye mkutano, basi polisi wamchukue wampeleke kwenye kituo. Kwa hiyo ni kutoa taarifa ili waweze kujiandaa. Wakishajiandaa basi waweze kutuhudumia, lakini sio kwamba naomba ruhusa. Asante.